Tangu babako alipokufa alituachia madeni mwanangu. Ndio. Kodi ya nyumba nayo ndio hiyo. Mwenyewe ataka pesa zake. Chakula nacho pia ni shida. Hata sijui kama ndio utaendelea na masomo yako ama itakuwa vipi mwanangu. Nimesema nimekujia hela yangu hapa ya kodi. Kila mwezi nakuja hapa na wananiambia njoo kesho. Leo nimeamua nije leo. Hapa sitoki bila kodi yangu. Hakuna cha unaniambia nini sasa mimi? Kila wakati hapa nikija njoo kesho. Mimi ni agent tu hapa. Nimepewa kazi tu na mwenye nyumba. Sasa ananisukuma kule mbio nije hapa nitishe kodi. Sasa naniharibia mimi CV, naniharibia kazi na siwezi chukua hela yangu nikamlipa kodi. So mimi nimekujia hela yangu. Na kuna kama mnishuka kwa mnaweza toka hapa. Si lazima mkakaa hapa. Mnaweza toka sasa hivi. Na ni hela ama muondoke hapa. Na nishamaliza mimi. Sikize mama kidogo. Nisikize nini? Nisikize nini? Hakuna cha kusikiza hapa. Mambo ni mawili. Unipe hela ama muondoke. Tuelewe tulifuliwa juzi tu. Kuliwa ni hela. Nimehurumia sana. Hakuna tokeni. Tafadhali nakuomba siku mbili tu tutaondoka. Nimepatia siku ngapi? 2. Siku hizi 2. Na nikirudi tena hapa hakuna cha salamu, hakuna nini. Naingia huko ndani natoa kila kitu. Asante. Tutajitahidi siku 2. Siku hizi 2 tu. Na imeanza leo. Jana usiku nimejaribu kupigia lakini sijui shida iko wapi. Mbona sijakupata? Simu yangu iko mezani. Sawa. So nilikuwa naonelea leo tuende lunch. Unaonaje? Kwa nini? Na class. Sawa. Basi unaonaje baada ya class? Si changamoto sana. Unaona kweli. Sawa. Basi niongee sada nani? Tambie Asu, ningependa tuachane na. Ah, nimekuambia mambo mengine itakushikana hivi bwana wewe. Kwani shida nini? Kuanzia sada kutizima baba. Sawa. Sasa naonelea nianze kuchangamsha. Bisa approaches hizo watu. Sijali kaka, kila kitu kitakuwa sawa. Kila mtu kadi mkononi. Sawa. Kadi mkononi. Sawa. Kadi yako iko wapi? Sina kadi. Arudi nyumbani. Bwana. Kuna class. Kama hujalipa hadi rudi nyumbani. Kuna class mwalimu. Hapana, rudi nyumbani bwana. Kadi mkononi, kama hujalipa ada rudi nyumbani. Wewe hujalipa ada kikamilifu. Hapana, nenda muone kashia. Kadi. Nakwambia kama una kadi rudi nyumbani. Huyo najua kesi yake, wacha ingie. Ya Sada, baada ya class uje unione.
kuna mambo fulani ningependa tuongelee, kuna basari fulani. So ningependa uje tuongee vile tunaweza fanya. Hiyo basari tunataka kuona kama itaingiana vipi. Equity Bank is doing something. So I want to introduce you to one of the guys that at least has benefited from Wings to Fly. Yeah. See you soon. Mwonekano wako nimeipenda. Mwonekano wako umependeza kweli. Tamara, mbona jambo la kusema? Tafadhali, achana na mimi. Relax, relax my dear. Mimi ndiye malkia wa hili darasa. Sawa? Nasikia wewe ndo Miss Hard Life kwenye hili darasa. Uniambie yote mimi. Don't Tamara me. At a perfect couple. Perfect couple what? Perfect couple indeed. Faisal, listen to me. I am the queen of this class. You hear me? Do you look at me? Just see me. You don't tell me what to do. Umefanikiwa kulipa? Ndio, nimefanikiwa. Nashukuru sana Equity. Kama ingekuwa ningekuwa katika hali kama Heri wewe. Mimi kama si Mr. Bakati, singekubaliwa kuingia kwenye shule. pole sana. Ninatamani ningekuwa na njia kusaidia. Hamna shida. Tuache Mwenyezi Mungu. Ipo siku mambo yatakuwa mazuri. Na kuna jambo lingine. Gani tena? Kuhusu Mwalimu Bakari. Amefanya nini? Ameanza kukufeva sana kupita kiasi. Anahakikisha huna shida yoyote. Si bure. Wanaume kama hao wanataka kitu. Una hakika hakuna kitu yote anataka kutoka kwako? Ni hilo tu. Nimekwambia mapema kabla mambo hayajaharibika. Sawa, tazingatia. Sada, unajua nimekuwa nikukusaidia sana hapa shule, sivyo? Ndio mwalimu, anashukuru kwa hayo. Hapana, shukrani peke yake haitoshi. Unajua pale mlangoni nilipokutetea, nilihatarisha kazi yangu na si bure. Sasa inafaa uangalie vile utatoa shukrani mzuri. Umaanisha nini ukisema hivyo? Unajua nini Sada? Unajua hali yako ya kinyumbani. Na usiwe mgumu kwa sababu anything can happen. Sio mgumu. Mwalimu, kama ndio msaada, acha ikae. Sasa bibi gani? Mwalimu. Yes. Tafadhali nakuomba. Kama ni msaada wako, achana nao. Unajua hali yako ya kinyumbani? Nakijua na nakifahamu. Kama hivyo ndo nitakana nilipe mwalimu, achana nao. Achana nao kabisa kabisa. Sasa unataka kutoka? Kama una mengi ya kuniambia naweza ondoka niende. Unajua hali ya vile iko, bado utarudi tu kwangu.
nijikuze. Sada. Nini Tamara? Nataka nini kutoka amekwenda vipi? Hayakuhusu. Relax. Kama ni connection mama tupe, acha kwa mchoyo. Tamara, ndio nimekuvumilia kwa muda mrefu. Msichana usininyoshe kidole. Ambia mimi nani? Usininyoshe kidole tafadhali. Wanijua mimi. Mimi Kuagiu na wewe ni kama kuagiu na kwamba mwiko. Kwamba mko mwenyewe. Mwangalie vile. Mtu ofisini. Kwa nini? Hakuna. Naomba niondoke. Tafadhali Asu, sitaki kuongelea jambo hilo tena. Tunaweza enda? Umefanya jambo la busara sana kwa kubali ombi langu. Ya, niko na raha sana. Sasa ulikuwa na lipi la kusema? Ya? Ulikuwa na lipi la kusema? Sema tu. Mlango. Tunaweza funga? Hebu funga. Ya, hebu funga mlango. Ya. Wewe ni Mr. Bakari mwenyewe. Nikilenga, nimelenga kulengeka. Yaani, mishale yangu I miss hata dakika moja. Zena, nikuulize, kwani Sada iko wapi? Oh, Sada. Iko ofisini kwa mwalimu Bakari, wanashirikiana. Ofisini? Wanafanya nini? Hujui. Wanashirikiana. Unamaanisha nini? Namaanisha mwisho wa siku kila mtu hulipia deni lake. Umetoka kufanya nini huko ndani? Shauri. Sana. Hivyo ndio umeamua kuniambia? Sada. Young man, huwezi ingia kwa ofisi yangu hivi bila ruhusa yangu. Umemfanya nini Sada? Ya Sada haikuhusu. Tafadhali fanya mambo yako. Mwalimu, Sada ni mpenzi wangu. Ananihusu. Sada ni mpenzi wako. Kwa hivyo nataka kumaanisha kwamba Sada ako na shida na amekuja kwangu uniambia badala ya kukuambia. Hiyo ndio shida yako, Sivyo? Mwalimu, sijui kilichotokea hapa, lakini nitahakikisha nimepata ukweli kamili na haki itatendeka. Hebu rudi. Hebu angalia. Hapa mambo ya Sada, jaribu kuachana nayo.
hapa ni skuli, una lengo, kuna kitu nimekuleta hapa kufanya. Sasa wewe shughulika na mambo yako. Haya Sada achana na. Na kama unataka zaidi, unajua mimi huwezi kunitishia maisha. Ndoka kwa ofisi yangu. Haraka ndoka. Nasema leo nataka pesa zangu na siondoki hapa mpaka mnipe pesa zangu. Nitalala hapa, nitaoga hapa, siondoki mpaka kichimbi. Yuko hapo sijui mwanao, sijui ushuzi gani, sijui nini, mimi sitaki kujua. Nataka pesa, yani kilichonipata hapa, kilichonileta hapa mimi ni pesa zangu. Samahani kwa nini? Mama yako huyu namdai pesa zangu, sitaki ndio pesa zangu, nataka pesa zangu leo na siondoki. Mpaka mnipe pesa zangu. Sitaki kujua. Yaani nyinyi mkikaa mwafikiria madeni ni ya kusaulika au mwanichezea mimi akili? Mikoko. Ndio. Pesa gani hizi? Ule kwa kuchelewesha. Ni pesa gani hizi? Kama nyinyi singekuwa mimi mwafikiri ningekuwa hapa. Tena mniheshimu sana. Maana isingekuwa mimi msingekuwa hapa. Lakini Bizada mwanangu, hizi pesa zote unazitoa wapi? Niambie kwa ukweli mwanangu, usinidhani. Mama, acha nifanye nitakachofanya. Angalau ili upate nafuu. Acha nikuachie haya pesa. Ununue dawa, ununue chakula na matumizi yako. Mama Kisada. Vipi uendeleaje huku na hali? Nashukuru mpate nafuu. Wasikia afadhali sahi jamani, nilikuwa nakuambia pole Mama Kisada. Ule wakati nilikuja hapa nilikuwa nina mawazo, mimi nina stress, nilikuwa nadaiwa kila pahali, yani sinywi maji. Nikasema Mama Kisada nenda kumdai deni langu, lakini siwajua alikuwa mmeketi nalo sana. Ikabidi nije nikudai, lakini poleni jamani, sikutaka iwe vile. Hata sisi tulikuwa tumekaa nayo sana. Halafu nakwambia, umesikia haya mambo ya Equity? Maana mimi tangia kuna mtu alikuja akaniambia kuhusu mambo na Equity. Na tangia jiunge katika mambo ya Equity. Sasa madeni yangu sidaiwi mimi. Sasa biashara zangu pia zanyooka, ziko vizuri barabara. Yaani Equity wanakupa loan ya biashara. Wachana na hizi loan ndogo ndogo. Equity wanakupatia loan. Yaani Equity ndio mpango mzima. Umeona? Kuna mpaka ile ways to fly ile. Kama hivi Sada wanapewa loan za ada kama vile za kina Sada, ungemchukulia hata Sada. Sijajua mimi mambo na Equity. Basi nenda Equity. Kama kuna branch ya Equity hapa karibu, wewe nenda. Wewe mwenyewe pia unaweza kujichukulia za biashara, ukajifungulia biashara kuliko tu ulale hapa. Alafu mwanangu, mbona unatembea? Halo. Sada yako si siku ya shikisho na gari. Msinolijua ni usiku wa giza.
Huyu Sada Huyu Sada yako mmoja. Sada siku hizi yashikishwa na gari gani kubwa. Mimi nafikiri labda mnaomoka wenzangu hivi ninakuja hivi niajue vizuri. Mimi hata sina lolote nilijuana. Niko hapa kila siku nimechukuja hapa chini. Sina nilijuana. Kweli? Basi Sada kashaomoka. Pia wewe utakuwa mko sawa. Ama wanificha mimi Sina nilijuana mwenzangu. Haya basi mwenzako alikuwa na wania hivi na mabiashara zangu nataka kwenda nikafanye kabla nichelewe hivi. Maana nataka nende nikachukue deni, nataka nikachukue loan kubwa huko Equity. Equity inakupa pesa nakwambia kwanza kikuamini. Kila kitu barabara. Acha basi mwenzako nakuacha. Sawa. Chaka angalia biashara zangu. Haya. Kwaheri. Haya, kwaheri. Hello Nia. Halo. Nimemwona mpenzi wako Sada na mwalimu Bakari humu kazini kwangu. Unasemaje? Ndio nimeona kwa macho yangu. Wanakula pamoja kama watu wenye mipango yao binafsi. Sasa hiyo kwa wapi? Wako ila wako karibu kuondoka. Ukija unaweza kuwaona. Sada mwanangu. Karibu leo pesa. Hapa. Niambiwa toka wapi sasa hivi? Kutoka maziara zangu baba. Hizi nguo tangu lini ukaanza kuzivaa hizo nguo? Ulinunua lini hizi nguo? Mama, rafiki yangu aliniazimu nguo nivae. Unajua fashion show ya wasichana siku hizi. Ndio maana nimeletewa hapa maneno na jirani yetu huyu Bikoko. Amfanya nini tena mama? Amekuja hapa akaniambia siku hizi waletwe na magari ya kifahari. Mimi ukitoka toka na magari ya kifahari. Ndio mimi nashangaa. Mama, kwani siku hizi majirani naye mama. Siku hizi mimi nilizaa mtoto ama namlea mnyama mimi? Mama, hao ndo watatutenganisha kabisa kwa hii familia na tumbaki wawili. Utaniambia mimi au kisawa? Utabini mimi mama majirani. Mimi mwanangu mama, mimi ama majirani. Mimi sitaki uendelee na hii tabia mimi. Mimi sijakulea hivyo. Sasa unajukulia ile umaskini wetu vile babaka alikufa ametuacha. Sasa anza kufanya hii mambo yako. Wewe umeanza tangu lini na ulifundishwa na nani hizi tabia? Hebu ondoka, toka nimesema toka mbele yangu. Ondoka. Enda zako ukaendelea kufanya huko mambo yako. Ondoka, ushanichosha mimi. Ondoka. Hello. Sada. Uko wapi? Niko kwa nyumba. Mimi ndo nakwambia nilikuwa kwa nyumba. Sada, tafadhali usinidanganye. Nimekuona na Bakari kutoka. Kisha baadaye ukaondoka pamoja. Nilikuwa nimeenda kumweza kusoma masomo yangu. Mambo ya masomo. Mama masomo ya darasani mkawawani Sada. Asu siku hizi umekuwa mchuuzi wa maisha yangu sio
Haya. Una jambo gani lingine tena? Kisha nikuulize, hizo pesa unazopata unatoa wapi Sada? Sada. 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 Mr. Bakari. Nina mashtaka mazito dhidi yako. Sijui kama unalo la kusema. Mie? Naam. Mwalimu, vumbi tu. Vumbi tu. Vumbi nyingi mwalimu juu yangu nimesikia hapa watu wanipendi hapa mwalimu. Hey, mkofikiria Photoshop mwalimu iko tu kwa picha peke yake, kumbe imeingia hata mpaka kwa video. Bwana Bakari, huwezi tumia nafasi yako kuwadaa wanafunzi wadogo na kusimamisha kazi kwa wiki 2. Kwa hizi wiki 2 itabidi uandike barua ukijieleza ni kwa nini hatuwezi kuchukulia nidhamu zaidi. Naomba ondoka ofisini kwangu. Mwalimu, naomba tu nikueleze tu jambo fulani. Utaeleza kwa barua. Ondoka tafadhali. Samahani Sada. Naona umepitia mengi, lakini una nafasi ya kujirekebisha. Equity Bank wanasaidia wanafunzi kama wewe walio na shida kulipa karo. Sasa utakachofanya, nenda kesho uje na mama mzazi tukayazungumzia haya. Sawa mwalimu, nimekusikia. Taleta mzazi wangu kesho asubuhi na mapema. Haya. Asante sana, nashukuru. Haya sawa. Kumbuka ile siku nikalipa karo. Na ile Equity. Equity wanaweza kukusaidia venye walinisaidia mimi. Ndio. Hata principal alinieleza kuhusu Equity. Sikane basi. Karibu sana mama Sada. Tumekuita hapa ili tuweze kumsaidia Sada kwa sababu tumekuwa na matatizo kiasi. Ndio maana tumeleta Bwana Mwamba, afisa wa Equity, ili apeleze jinsi Sada anaweza saidika. Karibu Bwana Mwamba. Asante Bwana Dini. Shukrani sana kwa kunikaribisha. Masada. Naam. Sisi kama Equity Bank na ushirika ambao unaitwa Equity Group and Mastercard Foundation ambayo tunashirikiana na Wizara ya Elimu na wasaidia wanafunzi walio bora na ambao wanabidii katika masomo yao. Katika shirika hili tulipokea ombi la Sada kwamba anahitaji msaada na ombi lake lilikubaliwa na linashughulikiwa ipasavyo. Na nimekuja na fomu ambayo ningeomba aweze kujaza. Hii yote mnafanya ni kwa ajili ya mwanangu? Sio kwa ajili ya mwanangu tu pekee yake, bali tunafanya kwa jamii nzima. Tunasaidia watoto ambao hawajiwezi ili waweze kufanikiwa katika maisha yao. Pia kando na hayo, Equity Bank inapatiana huduma tofauti. Huduma kama vile tunapatiana loan ili uweze kuendelesha biashara yako. Pia kama ni mkulima, unaweza kuendelesha ukulima wako ili uweze kufanikiwa zaidi. Pia tunapatiana huduma ya simu inaitwa mobile banking. Unaweza pokea na kutuma simu na kutuma pesa mahali popote pale kutumia simu yako. Pia unaweza fanya malipo kupitia simu yako kwa vile utakavyo. Pia Equity Bank tunapatiana mortgage loan. Unaweza jengewa nyumba ambayo ungependa kumiliki katika maisha yako. Bwana Mwamba, tumeshukuru sana kwa kuja na pia tunashukuru ushirikiano na hiki. Asante sana. Naomba wafadhili mmoja wa wanafunzi wetu. Karibu sana. Tunaona siku nyingi. Shukrani sana. Karibu.